akaanza kunishika. Iliposhika tukaparambana mpaka kufika hatua ambao sielewi. Amepiga na upini ya jembe. Anataka kubaka mimi. Na mimi ndo kashikana hapo na yeye ndo kanisidi nguvu kutokana kachukua pini ya jembe. Kanipiga mimi kakosa fahamu. Ni tukio la kusikitisha ambalo limetokea hapa katika kijiji cha Gedamara, wilaya Babati, mkoani Manyara, ambapo bibi mwenye miaka 61 amedai kuvamiwa na kujeruhiwa katika sehemu mbalimbali za mwili wake na kijana anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka takriban 30. Tukio hili linaelezwa kutokea tarehe 26 mwezi wa kwanza ya mwaka 2025, ambapo inadaiwa kwamba kijana huyu alikuwa akitaka kumbaka bibi huyu, na baada ya kushindwa kufanya kile ambacho alikuwa akihitaji kukifanya, basi akaanza kumshambulia bibi huyu na kumjeruhi maeneo mbalimbali ya mwili wake, ambapo kwa mujibu wa maelezo mama huyu, kijana huyu aliyefahamika kwa jina la Luka alifika nyumbani kwake akiomba chakula. Hata hivyo, baada ya muda alianza kufanya jaribio la kumbaka, jambo ambalo lilimlazimu mama huyo kujaribu kujihami. Katika harakati hizo, kijana huyu alidaiwa kumshambulia kwa kutumia mpini wa jembe na kumpiga kichwani pamoja na kumvunja mguu mmoja. Mama huyu anasema alipoteza fahamu na kuzinduka asubuhi ya siku iliyofuata, ambapo aliwataarifu watoto wake waliomsaidia kufikisha taarifa kwa vyombo vya usalama. Kwa sasa mama huyu ambaye ni mjane ameshapatiwa matibabu na anaendelea kupona, huku akiendelea na mazoezi madogo ya kutembea. Hata hivyo, anaeleza kuishi kwa hofu kutokana na mazingira anayokaa. Familia yake imeomba serikali pamoja na jeshi la polisi mkoani Manyara kuchukua hatua zaidi dhidi ya mtuhumiwa huyo kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa mama huyu na jamii kwa ujumla. Global TV tumefika hapa katika kijiji hichi cha Gedamara, nyumbani kwa bibi huyu, ambapo anatueleza mkasa mzima ilivyokuwa. Jina langu naitwa Pascalina Gidadel, mkasa ya Gedamara A. Ni mnama saa 3:30 akapisha hodi cha pili, akaanza kunishika. Iliposhika tukaparambana mpaka kufika hatua ambao sielewi. Amepiga na upini ya jembe. Na hapa hana silaha yoyote, upini imekuta ndani, akachukua akanipiga wakati tumeshindana nguvu, mimi kashinda nguvu. Hapa kakuta kichwa amefimba, amepiga ngeo 2, mguu kapiga 2, moja imefunja, ngeni kapata jeraha. Nana unaweza kufunga saa 12, naogopa hata kama mkogesa, naogopa pengine niko hapa pembeni ya nyumba. Hata sasa hivi naishi na mashaka. Naishi kwa mashaka sana. Majira kwa kweli kabisa, mimi kuja mara kwanza tumeshikana mkono, baada mimi kushinda akachukua pini ya jembe akanipiga ngeo mara 2, ni hapa kichwa mara 2. Baada kuanguka sasa mimi kakosa fahamu. Mimi kusinduka saa 12 mikakuta mguu mifungika. Hapa sijui, sielewi. Bado tunajadili, hatuna uwezo, hatuna nguvu. Bwanangu mifariki, mzee wetu mifariki. Tuko hawa, ilikuwa tuko watatu. Mmoja ameenda mbele haki na mzee. Lakini tumpaki wawili, hatuna nguvu. Na hata kama nenda mpeleka lalamiko, viongoza hana mtu kusaidia. Akamwambia kijana wangu peleka hospitalini, apata pefri. Tukaenda sawa. Tukaenda paka kituoni, kaandike pefri yetu, tukaenda hospitalini. Kufika hospitalini, daktari akasema kwa kweli siwezi kupima bila kwenda peleka kwenye X-ray. Tukaenda Babati, kapima X-ray, na kweli mguu umepasuka, mpima kwa X-ray, tukarudi nyumbani. Na kiongozi yangu hajarudi kuja kuniangalia paka hadi leo. Sina nguvu, mimi ni mjane. Naombeni serikalini usaidieni wananchi. Naitwa Halima Mohamed Ninga. Ni mtoto wa mama huyo aliyevunjwa mguu. Mimi mdogo wangu alinipigia simu mnamo saa 4. Kaniambia dada njoo wahi nyumbani. Nikamwambia kuna nini mdogo wangu? Akaniambia dada njoo wahi, mama ameumizwa. Nikamwambia na nini? Akaniambia we njoo. Basi nikachukua hapo usafiri nikawahi mpaka nyumbani. Nimemkuta mamangu amelala, kichwa limevimba,
Nikamfunua kichwa nikamwambia mama ni nini? Akaniambia mwanangu nimeumizwa. Na nani? Akaniambia kuna kijana ambaye anaitwa Luka. Ndio kaniingilia. Shida ni nini mama labda? Akasema shida haswa ndipo alikuwa anataka kunibaka. Lakini tulipofika tulikuwa tunaparangana. Kwenye parangano mimi hapo akachukua mpini, kuna mpini wa jembe umeweka hapo ndani. Akachukua akanipiga. Pale aliponipiga sijajua kilichoendelea. Mimi kuamka saa 12 nikajikuta nimelala chini, mlango wazi. Yani kusogeza mguu nikaona mguu wangu umekuwa mzito. Kushika na mkono akaona kidole kinabonya. Nikajua mpaka hapa mguu wangu utakuwa umevunjika. Ila alionipiga hivi ni Luka. Sawa. Ndio basi nikamwambia mama amka basi tukakutafute huduma. Sawa. Nikamwambia mama basi na mdogo wangu tukashauriana basi hapa tulipo tumpeleke mama kituoni akapate PF akapate matibabu. Kweli tukamchukua mama hapa mimi na mdogo wangu mpaka kituoni. Tulipofika kweli tukakuta askari. Wakatuuliza nini, tukamwambia mama ameumizwa, amfanyaje, amepigwa. Mama mpaka hapo hawezi kushuka kwenye pikipiki. Maana wale askari hapo wakatuandikia PF tukaenda kituoni. Na wakatuuliza huyo mtumia anaitwa nani? Jina mama kataja anaitwa Luka na jina mama yeye pia jina lake likaandikwa fulani. Basi tukaenda hospitalini. Pale tulipofika hospitalini daktari akatupokea kweli. Tukaingia kwenye vipimo. Tulipoingia kwenye vipimo pale daktari akasema kwa tukio hili nataka nimhakikishe mama kama amebakwa. Nikamwambia daktari sawa. Tukaingia. Basi daktari akampima pale akamwambia nawe pia hakiki kwamba ujua mama yako, mimi siwezi nikakwambia labda hajabakwa, nawe pia wahakiki. Tukahakiki pale daktari akasema hajaguswa chochote. Maana hata mama anasema mimi nilipopata fahamu na nikajitambua kweli sijafanywa chochote. Na yule kijana alivyonipiga vile aliponiangusha akaogopa akakimbia akajua tayari nimesha kufa. Ndio daktari pale alipotushauri akatuambia basi kwa jinsi nilivyompima mama kwa sababu kichwa limevimba, naomba huyu mama asiende nyumbani, moja kwa moja apelekwe hospitali akapate x-ray. Basi tukakodi gari, basi tukampeleka hospitali ya Mrara. Tulipofika kule ndipo akapimwa x-ray na ikajulikana kwamba mama mguu umevunjika. Ndipo tukamrudisha mama kwa matibabu. Wakati huo sasa ndio tunamtafuta huyo mtuhumiwa akawa amekimbia. Manake ni mtu ana mke na watoto wawili. Kwa kweli imetupa hofu sana kwa sababu mama yangu mwenyewe ni mjane na baba yetu amefariki na mama mdogo mwingine yupo ambaye huyu mamangu ni mdogo yuko wa pili. Pia tayari ameshaanza kumtishia. Akamwambia huyu mama mdogo, yani nitakufanya kama vile nilivyomfanya dada yako. Hasa kwa kweli inatupa hofu kwamba huyu mtuhumiwa, tunaomba serikali itusaidie endapo akapatikana. Kwa kweli tunaomba itusaidie kwa hili, manake tunaona hajali, haogopi. Tunaomba msaada. Hii ndio nyumba yake, waandishi wa habari. Anaishi mwenyewe na usiku anaomba Mungu kukuje salama, anaweza kuvamiwa muda wote. Sana tunaomba serikali tusaidie kilio chetu. Hata hivyo mkuu wa wilaya Babati Emmanuel Kaganda amefika katika kijiji hichi cha Gedamara ambapo amezungumza na wananchi na kuwataka kutoa taarifa kwa haraka zaidi za ukatili ili wahusika waweze kuchukuliwa hatua za kisheria. Tena kidogo kwenye swala la umuhimu wa kuhakikisha kwamba matukio ya uhalifu yanaripotiwa kwa wakati. Nirudie tena kusema kwamba watoto au wakina mama, maana vikao vile vya familia sio vya jamii mnasema muache, hapana, acheni, hebu tukae, ataenda kufungwa miaka 30. Na huyu dada ambaye ameumizwa kisaikolojia, umeona tukio lolote la uhalifu kwenye maeneo yako au kuna kijana ambaye anakusumbueni kwenye eneo lenu, lakini wengine wameamua kumfunika kwa sababu labda ni ndugu wa mwenyekiti au ndugu wa mtendaji, ndugu wa mwenyekiti wa chama pale na nini, nasema jamani huyu hebu hapana. Wewe nifikie mimi kwenye simu
Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.